na pia tumwambie Mungu asante kwa ile ambayo aliweza kutimiza. Jambo la tatu ni kazi kweli ambayo Desone wetu ametoka kuzungumza. Tangia hiyo Ijumaa 5 mpaka leo maneno yamekwisha zungumzwa maelfu. Na kile kikubwa ni kwamba tunapokwenda kwenye msiba tuweze kuwa wavumilivu, tusikilize nini baba wa mtoto au ndugu zake na yule marehemu wataongea. Abedi TV, jicho la nyumbani. Kabla sijaongea jambo lolote, namkaribisha Desone wangu ili bado niko shenge kutoka kutokupigia. Niombe kwa pamoja tusimame angalau sekunde 30 kwa ajili ya kusema kwaheri kwa ndugu yetu. Asante. Ni alama ambayo ya kawaida sana, lakini ambayo pia ina maana kubwa. Ukimya wako unaashiria wewe na ndugu ambaye amelala mbele yako hamtaongeaga tena. Kwa niaba ya ofisi ya zona ya pili, niseme kwamba taarifa ya msiba huu ilitugusa kwa ukubwa sana, kwa sababu ndugu alikuwa mtu wa karibu, lakini pia alikuwa hawezi pita ofisini kwetu asipoacha anawachokoza, anawasema, anawatania, anawasalimia. Kwa hiyo kwa kuungana na familia, majonzi tulionayo wote ni makubwa. Lakini pia niseme kwamba tusichukue fursa ya msiba huu, ndani ya msiba huu tusikie taarifa zozote zile ambazo zinaweza enda kuvunja usalama na kuhatarisha amani. Itakuwa vyema kama tukiishi chini ya taratibu na sheria za kambi ili tumalize kwa salama. Asante sana. Hilo ni jambo kubwa ambalo tumetoka kulipokea kwa uongozi wetu wa zone. Kwa mimi jambo la kwanza ni kuomba msamaha kwa familia. Mimi nilikuwa sipo na nimekuja kwa ajili ya kuja kuagana na ndugu. Ni taarifa nilizozipokea baina ya vijana wetu na familia, kulitaka kutokea mtafaruku kidogo. Jamani, katika maisha ya leo, kuishi tunakoishi sio kuishi kuzuri. Mtu ukimwambia kwamba zingatia mila, anakuona kwamba wewe hujasilimuka. Na tukiangalia kwa jinsi tunavyofundishwa hata kwenye maandiko, safari nyingi Mungu aliadhibu taifa la Israeli kwa sababu ya kukiuka mila na tamaduni zao. Kwa maana unapokataa mila unakataa Mungu, na hilo litatupelekea sana pabaya, mtoto na mzazi kugombana kwa sababu ya hiyo. Na ndio kwa maana nimetanguliza kwa familia kwamba watolee huruma kwa hilo, watusamehe. Si kwamba hilo lilikuwa ni kusudi la kijiji, hapana. Jambo la pili, nafikiri kila kundi lililosimama hapa wameongea kulingana na sifa za ndugu yetu ambaye amelala mbele yetu. Kijiji kama kijiji tumejisikia kupoteza mtu mkubwa, sababu mtu anapowazaa watoto wake, cha kwanza anachojisifia ni kuona watoto wake wana sifa njema. Kila aliyesimama ndugu fulani kafanya hivi, moja kwa moja ni sifa kijiji kizima.
Ni pengo kubwa ambalo lililoachwa na ndugu, lakini ni jambo lisilopingika, na kisha tumwambie Mungu asante kwa ile ambalo aliweza kutimiza. Jambo la tatu ni kazi kweli ambalo Desmond wetu ametoka kuzungumza. Tangia hiyo Ijumaa 5 mpaka leo maneno yamekwisha zungumzwa maelfu. Na kile kikubwa ni kwamba tunapokwenda kwenye msiba tuweze kuwa wavumilivu, tusikilize nini baba wa mtoto au ndugu zake na yule marehemu wataongea nini, na hilo ndilo litakalokuwa neno au ujumbe wewe unapaswa kupeleka kule kwenye unaenda. Tusipeleke yaliyo yetu, kwa sababu tukipeleka yaliyo yetu itatufanya sisi tufarakanishe labda familia kwa familia, wandugu kwa wandugu, au jirani na jirani, na ni jambo lisilopendeka zaidi. Ujumbe wetu ni huu ambao familia wameweza kuongea hapa. Amekufa kifo cha ghafla, na sio yeye ndio wa kwanza ama alikuwa wa mwisho. Wengi tulishawazika walioangukiwa na miti bila kutarajia, na wengine wataendelea kufa kifo hicho hicho tu. Lazima yote tumshukuru Mungu. Na tunapoelekea malaloni, tutawaomba wote jinsi tutakavyoondoka mahali hapa, pia turudi hapa kwa kile kidogo ambacho kijiji wamekiandaa tuweze kukichangia kwa pamoja. Asante. Kamati ya watoto wa Uvira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ndio, kwa upande wa familia au mitualite ya watu wa Uvira, Wafuliru na Wavira, na sisi twende kuwashukuruni nyote ambao mliweza kuacha kazi zenu mbalimbali mkaja kujiunga na sisi kwenye msiba huu wa simanzi na majonzi. Tunasimama tu kusema kwa sababu basi kinatubidi hivyo, na hata hapa ambaye angestahili kusimama ni mwenyekiti, lakini huyo ambaye amelala hapa ni kijana wa mkubwa yake. Bwana turumie sana. Ndio ameniambia, katibu, nenda useme. Siwezi kusema kwa sababu roho na miguu yote vinatetemeka, lakini tunaendelea kuwashukuru jinsi mlifika na kuja kuomboleza pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi si mhubiri, lakini wale wenye kuwa hapo kwenye meza wahusika na mahubiri watalikumbuka hili ambalo Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi wetu alituambia ya kwamba kesheni, kwa sababu hakuna mwenye anayua siku yenye hati miliki yake itakuja kuombwa na savea wa wapi wa mbinguni. Hayuko hata mmoja. Ndio maana yeye Bwana wetu Yesu Kristo akasema ya kwamba mwenye nyumba angejua siku mwizi atafika kuja kumuiba, kuna mwenye angelala? Angeweka chupa yote ya kahawa ili asilale, angeweka na miguu mubase ya mai ili asilale. Lakini hapo ndio Mungu ameweka pin code yenye mwanadamu yeyote yule, awe mzungu awe nani, hawezi kufungua. Bwana turumie sana. Tulikuja kushituka tu, tunaanza pigiwa masimu kwamba kijana wenu amepelekwa mautiuti, anavuja damu sehemu zote za kichwa. Nini? Kaangukiwa na mti.
Waliopata taarifa mapema walifika pale, walikuta mtu yuko anavuja damu mapuani, masikioni, machoni, kinywani. Na baada ya anketi siku iliyokuja nyuma ya hapo, ilibainika ya kwamba mtoto wetu alikufa na nini? Na mti. Hivyo basi, na ndio maana tuliandika kwenye karatasi ya kwamba Nasimakarwaniro Elisha kafa kwa ajali ya ghafla ya kuangukiwa na nini? Na tawi ya mti. Hivyo basi, sisi kama watu wa Uvira tunaihakikishia serikali mahalia ya kwamba hatuna yeyote yule ambaye tumechota kidole kwamba watoya kila hiyo. Bwana turumie sana. Na ndio maana sisi Wafuliru tunakuaga na mwami wa Wafuliru wote. Siku moja wakati ndugu yake anakufa, alisema ya kwamba mwami ataona mlozi. Sasa kama mfalme hakuona mlozi, wewe ndio unaweza kumuona. Bwana Yesu aturumie. Hivyo basi, muondoe hofu. Biblia ile ambao watasoma saa nyingine inasema ya kwamba yeye ameandaa gari maelfu. Na kila mtu, hakuna mwenye anajua la kwake, hakuna hata huyu. Wenyewe walishafia mumai wakaliwa na samaki. Si tuliweka vikanda na tukamaliza. Wenyewe walishapigwa masasi. Wenyewe walikuwa wanainama hata mwake tunakamata maji sile acha kwanza nisukule tu. Na hapo hapo inafika. Na zingine wetu Mungu ameamua kumchukua kwa ajali ya kuangukiwa na tawi ya mti. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hivyo basi, nipende kuambia ya kwamba huyu hapa alikuwa mtu muhimu sana kwenye jamaa ya watu wa Uvira, kwenye mitualite. Hivyo kisi unavyomuona hapo, amelala vizuri kwa upande wa familia. Nakuwa marehemu vizuri wa familia yetu, wa jamaa zetu za watu wa Uvira. Sababu sisi tulionaga tulikimbia wadogo huku kambini Nyarugusu. Tukasema tukiweka selile ndogo Pashimbi ya kwao selili, Balabwe ya kwao selili, Batumba ya kwao selili, Bahungu ya kwao selili. Sisi kuko selili au jamaa au Bibonde. Yeye alikimbia mtu huyu mmoja tu. Hatutaweza. Ndio tulikamata Bibonde yetu yote tukachanga pamoja kutoka Uvira, tunaitwa Mutualite Bafuliru Bavira. Haleluya. Na hapo ndiko kuna nguvu yetu. Na hapo ndiko Mungu anatubarikia. Haleluya. Sitakuwa na mengi ya kusema. Tulikotoka, mila yetu na desturi, siwezi kumalizia yote hapa. Yako mengine ya muhimu ambayo ninalazimishwa na mila na desturi niite kuwaambia tutakapotoka wapi? Malaloni. Kuna jambo fulani ambalo nitawaambia. Lakini conclusion yangu, mtoto yetu amekufa kwa ajali ya kuangukiwa na mti. Na kila mtu aandae safari yake. Unapoamka, shukuru Mungu nimeamka. Unapolala, shukuru Mungu nimefika muda wa kulala nipumzike. Kwa sababu haujui ambayo itapitika baada ya sekondi. Alikuwa anatoka kusherehe. Ghafla mwenyewe kuja kuchukua hati miliki ya roho yake kuishi Nyarugusu kama mtu mzima, kama Ndasima. Akasema imefika hapa, akanenda kabisa kichwani. Ikavunja kusambua kichwa. Upande yenye hawezi kupona. Hata waganga wafanyaje? Kwa sababu mchukua hati miliki amefika. Kwa hiyo kila mtu ajiandae kadiri na imani yake. Bwana asifiwe. Nikisema hivyo upande wa mutualite, naweka virgili, mengine nakuja kuweka pointi tukitoka kule. Haleluya. Amen. Si kambini na mtoto. Abedi TV, jicho la nyumbani.
libarikiwe. Amen. Nimesimama kama mwenyekiti wa makanisa kambini kwa niaba ya mtumishi Ndashima ambaye alikuwa anafanya kazi pale ofisini kwetu. Niombe samahani kwa mkutano. Wale wenzake ningeomba waje ambao walikuwa wanafanya nao kazi pale ofisini kwetu. Lakini pia mchungaji Haji ni kuombe uje, mchungaji Hamisi Fideli uje. Niombe waje wanakamati ambao walifanya kazi na Ndashima kwenye ofisi ya Umoja wa Makanisa. Inaitwa CPCT, ndiyo kivuli ambacho kimetufunika Umoja wa Makanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Nimeweza kuwainua hawa kwamba ndio wenzetu ambao tulikuwa tunafanya kazi pamoja na Ndashima kwenye ofisi ya Umoja wa Makanisa. Ndashima alichaguliwa kuwa mshauri kwenye idara la elimu na alifanya kazi pale kuanza mwezi wa 3 mwaka huu, na ghafla tu tumesikia amekufa. Kwa kweli imeumiza sana, imeumiza sana. Wakati alipokuja kuchukuliwa vitu hapa, tulijaribu kushirikiana naye kufanya namna moja au nyingine ili tuone labda vile vitu vinaweza kurejeshwa, lakini mpaka sasa process zinaendelea. Kwa kweli inasikitisha na kuumiza. Kama Umoja wa Makanisa tunasema pole kwa familia iliyoachwa, lakini pia tuseme pole kwa kanisa, tuseme pole kwa jamii ya Nyarugusu kutokana na msiba huu. Na leo nimesikia hotuba nyingi zimeweza kuzungumzwa. Watu wa Mungu, kambini kuna taratibu ambazo zimewekwa. Ni lazima tuweze kutii na kufuata taratibu zilizowekwa. Unajua, unaweza ukasoma hotuba lakini kesho hiyo hotuba ikaleta matatizo mengine. Nimewasikia watu wameeleza vingi, lakini niwaombe hivi kama Umoja wa Makanisa, kambini kuna vitu ambavyo havihitajiki kwa ajili ya makanisa. Niwaombe popote pale ambapo mnaweza kusimama kwenye mimbari kama hii, msiwe mnatoa hotuba za namna hiyo, zinaweza zikatuingizia usiku. Tafadhali niwashukuru, lakini niseme Mungu wa mbinguni basi aone namna anavyoweza kumsaidia mwenzetu, kwa sababu Biblia inasema katika ile Ufunuo ya 14 mstari wake wa 13 inasema, nikasikia sauti kutoka mbingu ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana, hao wapate kupumzika baada ya taabu zao. Kumbe ukitaka kupumzika ufe, na kama haujafa maana yake shida bado itaambatana na wewe. Ayubu anasema kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Maana yake hivi, kama zimejaa taabu, ili taabu iishe unatakiwa ufe. Na kama haujataka kufa maana yake bado unahitaji kuendelea kuishi ndani ya taabu. Niseme asanteni. Mungu wa mbinguni ambaye ninamtumikia mimi, basi aweze kuwa baraka kwa ajili ya mkutano mzima. Sote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mpango wa Mungu hauna makosa. Kwa hiyo nialike kwa hayati kwa wimbo tukimwandaa mwenyeji wa siku ya leo. Karibu.
Ni kipindi hiyo ni mwanamke mchungaji wa Methodist sekta ya kwanza uweze kufika mahali hapa alipo. Mshaondoka nakaribia uweze kuomba Mungu na kuweka safari katika mkono wa Mungu. Oleh wangene manga ndiye ya basha roko la kito chene na bila dogo ndio chene na bila somo shika mama amani ukipida ni maoni unisema kwa yote ni kwa ndio mimi wasoma kila baba please ndio mama kile ndio basha ina ubaka ni ndio mama wakati unapokuwa shia kaya mkono kwa shibe bonita kama ikomobe mabo onikampi omeeto ni bobe mwenyewe maneno na twayuko kwa kimuno kwa sababu kuira kimuno asante mbaka nikolele ngo baada yangu ni mbaka kila mtu aendelee mbaka na mlio no msuku ngaka kwa watu na Mungu kwa nini Mwakwenda hata umaka ni kinguka mchunge na wajikose bali mano mbele. Usokelelo mbele mtamie na malaika mbele mchunge. Mbele Yesu tumwe kusema. Amen. Ini baju beremila dai ini muda ibindi ile kwanza kwa tugende kwanza kama tunasema ndio mara leo tukaita video mtaka ile kwanza telefoni ndio tukagenda mpaka tuike na shubire kandi dasage harumuliro yaho
Ya msalaba ya mwenye iko kuna msalaba mimi niko hapa mbele ya fotografi. Unaniona na fotografi hapa. Jomba ni mama. Lakini vitu sio pia unani huruma kwa sababu mwenye nawe yuko ametengeneza mtaa. Lakini akishika na fomu.
kisha sasa mpaka iko inaonekana zile kata. Sio anafungia mimi. Lakini akija hivi kwenda naisha nawe. Acha. Simpatie kwa benki mkwe. Iko na tuze. Si yako. Mimi simu ya kawaida iko na umeme. Wazeni mbona wanajamii na makamera? Mungu kwa wapi na kamera zetu? Mkwe. Kamera yako kwa wapi? Iko ndani wanaipenda.
Karangi katikati ulikuwa wapi kuchimba hapo kama ni kirefu? Nilikuwa kuunga mkono wewe. Ulikuwa wapi kuchimba kama ni kirefu? Acha ujinga. Wanatimba wana huruma. Ni baba yako. Thank you.
Kanisa linatolea shukrani kubwa, lakini mbinguni pekee taji ambayo haipo. Amen. Amen. Ile bofu anaenda kabisa. Tunde na mtu tachewa mumi machawa tomesu lakini hivi leo atashibembereza atashibembereza Kwa serikali zone de ville wa serikali umoja Amshege tupita hivi. unipe njia. Natoma ono anobe soa. Natoma ono. Bwana Yesu apende. Vijana washuke salamu imani Nani elela? Ale ana M na M. watu ole. Chimenge kidogo tena kimina jirani. Chimenge kidogo tena kimina Kita bayi.
Hello.